Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Amina. Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Lo, imbeni upendo wa ajabu wa Yesu, imbeni rehema zake na neema yake. Katika makao yenye kung'aa na yenye baraka, yeye atatuandalia mahali. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Lo, tunapotembea njia ya msafiri, mawingu yatatanda anga, bali siku za kusafiri ziishapo, hakuna uvuli wala kiwingu. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Basi na tuwe wa kweli na waaminifu, tukitumaini, tukitumika kila siku mtazamo wake tu mmoja katika utukufu. Je, tabu za maisha zitalipa? Lo, na nini hilo? Sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Oh, twendeni mbele tuwekewe zawadi, hivi punde uzuri wake tutaona. Hivi punde malango ya lulu yatafunguka, tutazikanyaga barabara za dhahabu. Nani anayekwenda huko? Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Mara moja zaidi. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Hebu tupige makofi usiku wa leo. Utukufu. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Ubeti wa mwisho. Twendeni mbele tumewekewa zawadi, hivi punde uzuri wake tutaona. Hivi punde malango ya lulu yatafunguka, tutazikanyaga barabara za dhahabu. Amina. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Amina. Lo, ndiyo Bwana Yesu. Hiyo itakuwa siku ilioje! Hivi kweli unapenda kwenda huko? Amina. Uko hapo ukijifanya mwenyewe tayari kwenda huko? Amina. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona
sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Ubeti wa 3, basi na tuwe wa kweli na waaminifu, tukitumaini, tukitumika kila siku, mtazamo wake tu mmoja katika utukufu. Je, tabu za maisha zitalipa? Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Lo, tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi mara moja zaidi. Lo, tutakapofika sote mbinguni, hiyo itakuwa siku yenye furaha jinsi gani! Tutakapomwona sote Yesu, tutaimba na kushangilia ushindi. Amina. Hakika tutakuwa tukiimba na kushangilia. Amina. Tumefaulu. Amina. Lo, Bwana asifiwe. Lo, hiyo itakuwa siku ya jinsi gani! Labda ni usiku wa leo. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Ni uhalisia ulioje! Kweli ni uhalisia ulioje! Tumerudi tu huko tukifanya ushirika na wandugu walio kule nyuma, na kwa hivyo ndugu yetu William kasema, nadhani itakuwa kama tumefaulu. Itakuwa jinsi hiyo. Mungu katika urahisi itakuwa hivyo. Wanasema tunatazamia kitu fulani kikubwa na kitu fulani kitatokea. Anasema ni rahisi sana tu, rahisi kweli kweli. Haleluya, ninayo furaha kweli kwa hilo. Mimi ninataka tu kuwa huko. Kwa hivyo karibuni kila mmoja, inapendeza kuwa nanyi nyote hapa. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Karibuni wageni wetu wote na wote mbalimbali walio kwenye mawasiliano ya simu au ulimwenguni kote, wanaokusanyika pamoja kufanyia karamu mana iliyofichwa, ambayo bibi harusi wa Yesu Kristo pekee ndiye anaijua na ndiye mwenye ufunuo kuhusu hiyo. Nina furaha sana kuwa mmoja wao na kuungana kwamba Bwana ametengeneza njia, kifaa ambacho bibi harusi angeweza kukusanyika na kulisikia neno wote kwa wakati mmoja kote ulimwenguni. Hilo linaweza lisiwe na maana yoyote kwa ulimwengu, bali lina maana kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Amina. Asante Bwana. Asante Bwana. Tunafanya hivyo kwa wageni wetu wote walio hapa, lakini ninataka kukitambua kikundi maalum cha wandugu wanaokuja kutoka mbali. Ni kikundi kutoka Pennsylvania. Tunalo kundi la wandugu wanaokuja kila mwaka mnamo wakati huu wa Pasaka, nao huja Voice of God na hadi Still Waters na usafisha na kulisafisha jengo hilo kwa nguvu, na kwa kawaida wao huyatayarisha yote kwa ajili ya wakati wa Pasaka au chochote kile. Nami najisikia vibaya sana kwa sababu inaonekana kana kwamba daima ibilisi huwa anayo hali mbaya ya hewa ya Indiana kwa ajili yao wakati wanapokuja. Lakini iwe mvua au jua baridi ama chochote kile, wao huja. Na ninyi ndugu mkisimama, ningependa kuwatambua ninyi nyote kutoka Pennsylvania mlioshuka kutoka huko. Mungu awabariki enyi ndugu. Kila siku. Zaidi ya yote wao wamekuja hapa kwa ajili ya hili. Ndiyo sehemu iliyokuwa ya thawabu, kulisikia neno. Hilo ndilo linalohusu. Amina. Bwana sifiwe. Je, mlifurahia vitambaa vyenu vya maombi? Amina. Bwana sifiwe. Lo, ni baraka iliyoje! Amina. Hebu wazia tu kwamba tunaweza kuwa na kitambaa cha maombi ambacho nabii na mjumbe wa Mungu alichokiombea. Kama tunaamini ni Yesu Kristo, yeye yule jana leo hata milele, kama tunavyoamini, basi ndivyo ilivyo. Ningependa ninajua kwamba kuna shuhuda nyingi nami nitajaribu kuharakisha, lakini kuna mmoja juzi nilikuwa nikizungumza na ndugu mmoja, naye alikuwa ananiambia, alikuwa anazungumza kuhusu mjukuu wake, naye akasema mara tu walipotoka hapa siku ile, alisema walienda nyumbani naye mjukuu wake akaugua.
Anasema mara tu alipofika nyumbani alianza kutapika, nami nadhani ninaweza kuona maelezo kidogo yasiyoambatana lakini yanayokaribiana niseme hivyo. Alitapika tu kila mahali. Anasema alipoingia tu kitandani alikuwa anaumwa kweli, naye akatapika. Na bila shaka maskini mama hodari kama huyo anavyopaswa kuwa, naye angekuja kumtuliza na kumsafisha na kila kitu. Naye anasema, kipenzi, nitakuletea dawa zingine zaidi. Akajibu, sitaki dawa zaidi. Kasema, nenda kachukue kile kitambaa cha maombi ambacho ndugu Branham alichokiombea. Amina. Naye akapona. Amina. Bwana sifiwe. Huenda wasijue kuhusu Spider-Man, lakini wao wanajua kuihusu Waebrania 13:8. Bwana sifiwe. Jina la Bwana limedivu. Mwaweza kuketi. Ninao mmoja zaidi wa kuambia, ni mzuri sana. Watoto tuliokuwa nao nasi tulikuja nao wakawachukua kuzunguka mji, hao jamaa wadogo, na nani walikuwa wenye umri wa miaka 4 hadi 9 ama kitu fulani. Kulikuwa na kama 120 kati yao, na kwa hivyo wanawapeleka chini huko mtaa wa Spring, na wakawapeleka pande zote, nao wakawaleta hadi Voice of God, kupaona Voice of God na kwenda kwenye ziara ndogo. Hivyo basi wakaingia, walikuwa nazo Pixar na kadhalika. Kwa hivyo wakizunguka mahali hapo, nalo lilikuwa jambo la thamani sana. Nilipoingia kwenye hizo chumba, nao watoto hao wadogo wote walikuja kunikumbatia na kunibishika na kunibusu na kunikumbatia na kadhalika. Ilikuwa jambo la thamani sana. Na kwa hivyo niliwaambia, ketini, tunahitaji kuketi, tutakuwa na neno la maombi. Unajua, halafu wangekaa, kisha kundi hilo linalofuata linakuja na ni kama ketini. Kwa hivyo walikuwa wameketi karibu, mmoja ya kundi lao wameketi tu, hawana hatia kila kitu, nao wakatazama juu, na mmoja wao wavulana wadogo akatazama juu, naye akasema, ndugu Joseph, nasubiri kwa hamu kukuona Jumamosi. No, nami nikasema, nilisema ubarikiwe moyo wako. Naye mtoto mwingine mdogo akasema, tunaweza tusiwepo hapa hiyo Jumamosi. Amina. Utukufu. Hiyo ndio aina ya imani ninayohitaji. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Lo, tunayo ni mafunuo yaliyoje tulionayo, yale tuwezayo, yale Mungu anayotufunulia. Kila mmoja lilikuwa jambo zuri sana kumwona kila mmoja hapa, kila mmoja katika neno. Na watu wengi sana hapa, jamani, ananitumia nukuu hii, ananitumia barua hii, ananitumia nukuu hii. Nawe uko katika neno, unaomba, unajiandaa na kusikiliza neno na kujifunza hilo. Na wakati ndugu Branham anaposema mambo hayo yanatendeka, naye anasema mambo yanatokea wakati unapofanya hivyo. Unapokaa katika neno. Je, unajisikia hivyo zaidi? Je, uko chini ya matarajio usiku wa leo? Unajua, tulikuwa tunazungumza, ni kama hivi, ninyi ndugu mnajisikiaje? Ni kama sijui, hakuna neno sahihi kwa hilo. Unajua, ni mimi ni zaidi ya kufurahishwa, ni zaidi ya kusisimkwa, ni zaidi ya kutarajia. Sijui jinsi ya kulielezea. Ni kile ambacho Bwana anachofanya na kulifunua neno hili zaidi na zaidi na zaidi kwetu. Tunaamini kweli ya kwamba ni wewe bibi harusi unayetambua hilo. Ni kile wewe ulicho, unajiona katika neno. Hilo ndilo linalotupa imani tunayopaswa kuwa nayo. Anasema wakati mwili huo unapotambua, wakati huyo bibi harusi anapotambua kwamba wao ni nani hasa. Tunaweza kutambua kwamba Mungu alimtuma nabii, lakini ule uhai unapaswa kuishi ndani yetu. Huyo ni wewe unayetambua hilo. Kisha ni kama, hilo ni kwa ajili yangu pia. Huyo ndiye mimi nilie. Huo ni upuuzi wa shetani juu yetu, anatushikilia na kusema hamwezi kulifanya hilo, na ni kama la, mimi ni mmoja wao. Amina na amina. Kwa hivyo kila mtu anataka kujua nini kinatupata sisi hapa. Tunapata changamko kwa ufunuo. Amina. Bwana sifiwe. Lo, hilo ndilo linalotupata hapa. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Sasa ikiwa mtu yeyote anashangaa kwa nini tunapiga makofi, kwa nini tunasimama, kwa nini tunashangilia, kwa nini tunaimba, kwa nini tunatenda hivi, kila mtu anadhani sisi ni rundo la nati, au labda wanafikiri kwamba labda tumelewa, wao watajua usiku wa leo kwa nini tuko hivyo. Na ikiwa uko hapa nawe unashangaa ati hivi watu hao wanafanya nini, utatambua kila kitu kuhusu hilo. Wewe baki tu, usiondoke ndani ya jengo hili, utajua hayo yote yanahusu nini ukipata ufunuo. Amina.
Je, unataka kuonja divai hiyo? Hapa inakuja. Mathayo 25:4. Yule mwanamwali mwerevu alikuwa na mafuta kwenye taa yake, amejazwa Roho. Huyo ni wewe. Huyo ni wewe. Amina. Tunazipangusa dhambi zetu, lakini hayo ndiyo mafuta yaliyo katika taa yetu. Alisema Roho, mafuta ni mfano wa Roho. Lo, utukufu! Mnalipata? Amina. Vema. Sasa mafuta yanamwakilisha Roho na divai inawakilisha changamko la ufunuo. Anasema, lo, karibu nikimbie huku na huko kila mahali. Amina. Nashangaa sikuamsha majirani wakati Bwana aliponionyesha jambo hilo. Unaona, changamko la ufunuo. Amina. Ningependa kumwona akikimbia huku na huko katika kile chumba cha kujisomea wakati hilo lilipompata. Bwana sifiwe. Amina. Wakati kweli ya neno la Mungu lililoahidiwa imefunuliwa kwa kweli kwa watakatifu wake ambao wamejazwa na mafuta, ninyi wote wanachangamka. Divai ni mchangamko, utukufu. Anasema, ninalihisi hivi sasa kabisa kuchangamshwa na furaha, vifijo. Haleluya. Amina. Amina. Ninalihisi hilo. Ninalihisi. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Wakati kweli ya neno la Mungu lililoahidiwa imefunuliwa kwa kweli kwa watakatifu wake ambao wamejazwa na mafuta, wote wanachangamka. Hilo ni tukufu jinsi gani! Si ajabu kwamba mnachangamshwa. Mmelisikia? Anasema ni ufunuo unaokuwa hai ndani yako. Na inapofanyika hivyo, ina matokeo yale yale kwao ambayo divai huwa nayo kwa mtu wa kawaida, kwa sababu wakati ufunuo umetolewa wa kweli ya Mungu ambayo tunayosikia, na mwamini wa kweli aliyejazwa na mafuta ambaye ni wewe, na ufunuo unafunuliwa, kuchangamka kunakuwa kukuu mno mpaka yeye anamfanya kutenda isivyo kawaida. Amina. Hivyo ndio maana tunapiga makofi, ndio maana tunasimama, ndio maana tunapata sauti. Amina. Kweli imejulikana kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Amina. 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 Nami ninafurahi kuwa wa kipekee. Nani anafurahi kuwa wa kipekee? Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu tumpige makofi mengi. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Tunauona mpango mzima wa Mungu ukifunuliwa mbele zetu. Tunaona mambo yakifunuliwa sasa. Hilo ndilo hasa changamko kwa ufunuo lilicho. Yeye amekuwa akitueleza nini? Amekuwa akituambia kuhusu Shetani. Alisema Shetani katika utatu wake. Lo, nalipenda hilo. Alisema alikuwa mtu yule yule wakati wote. Tunamtazama akishuka wakati wote. Alisema anafanyika mwili yeye mwenyewe. Anafanyika mwili mwenyewe kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine. Tunamwona akishuka katika yule mpanda farasi mweupe, mahali aliposema kwamba yeye alikuwa na kwamba anaendelea. Alisema alikuwa mdudu yule yule. Alisema neno lile lile. Alisema yalioliwa na madumadu, yalioliwa na nzige, yalioliwa na parare. Anasema kila kitu walichokula hadi chini. Shetani yule yule aliyefanyika mwili akishuka moja kwa moja chini. Lakini yeye aliahidi nini? Nitarudisha, asema Bwana. Amina. Bwana sifiwe. Ndivyo tulivyo. Tumerudishwa. Amina. Amina. No. Amina. Amina. Ni siku iliyoje, ni ahadi iliyoje. Anasema kwanza, alisema alikuwa na roho hiyo ya Unikolai inayomteua. Alisema yeye alikuwa ni mpinga Kristo wa kiroho. Anasema huyo ndiye yeye alikuwa, anaonekana asiye na hatia. Amekuwa akituambia, nami ninapenda kuliingiza hapa. Unaona jinsi yeye anavyozidi kutuambia ujumbe wote hapo awali. Anasema anapitishana, anaendelea kurudi nyuma. Tena yeye anakutaka ujue ufunuo huo ulitolewa kwa nani. Alisema huo alipewa na nani? Yeye. Amina. Sabani. Anasema basi, anasema Shetani anafanyika mwili ndani ya mtu.
Anasema katika Nikea, alisema alienda Nikea Rumi. Anasema kwamba Nikea Rumi, anasema ambapo walipokuja na akaja alifa wa Kristo. Anasema akichukua nafasi ya Kristo. Alisema ilikuwa amefanyika mwili, ile roho inayoishi ndani yake. Na anasema kisha akaunganisha kanisa pamoja na serikali, akawa mwenye nguvu zote, na ndipo tunasikia jinsi alivyoanza kuua. Jinsi ndugu Branham alivyosema mamilioni yote na kadhalika. Tumemsikia yeye jinsi anavyoua mamilioni na kadhalika. Na anasema kisha anashuka naye anakuwa mnyama. Anasema kwamba yule shetani aliyefukuzwa kutoka mbinguni, naye anasema anashuka naye anakuwa mnyama, mwili wake mwenyewe. Shetani katika mwili wake mwenyewe anakuja kufanyika mwili katika mwanadamu, naye anasema katika wakati huo vile itakavyokuwa. Lakini yeye pia anamwonyesha bibi harusi wake ya kwamba yeye mwenyewe katika utatu. Anasema kwanza ya kwamba yeye anashuka katika utatu. Anasema alikuwa Roho Mtakatifu akiishi pamoja nasi. Kisha pili, anashuka anafanyika mwili katika nabii wa kweli wa Mungu, yule mjumbe wa wakati wa saba wa kanisa. Alisema neno la Mungu lilofanyika mwili. Anasema na wakati huo anapofanyika mwili, alisema katika mwili wake mwenyewe atakapokuja tena, kisha anakuwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Bwana wa kila kitu. Anasema anatembea katika mwili wake uliotukuzwa, na kisha tunaishi milele pamoja naye. Amina. Watu watasema, hebu kidogo ndugu Joseph, naweza kwenda sambamba nawe hadi sasa. Unaposema ninaelewa Roho Mtakatifu hapo mwanzo, na ninaweza kuelewa kuhusu mfalme wa wafalme mwishoni, hapo ndipo ajapo anakuja katika mwili wake uliotukuzwa, atashuka, ataishi na kutawala milele kwa yeye ambaye alikuwa. Lakini ati unasema kufanyika mwili ndani ya nabii? Amina. 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 Lo, changamko kwa ufunuo. Lo. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Je, mjumbe huyu ndiye yakini yako? Unaliamini hilo? Vema, hebu na tusikie alichosema kulihusu hilo. Najua unalijua, lakini utalisikia hilo tena. Mungu aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba yeye angedhihirisha na angelithibitisha neno lake kwake wewe, na hata sasa hangekubaliana na jambo hilo. Yote hayo Mungu aliyomwahidi kwa njia ya watumishi wake manabii. Mungu aliahidi kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu aliahidi kupitia kwa Yoeli. Mungu aliahidi kupitia kwa Paulo. Mungu aliahidi kupitia kwa Malaki, Yohana. Mungu aliahidi kupitia kwa Yohana mfunuzi. Manabii hao wote, vile hasa ujumbe wa mwisho ungekuwa kwake. Sasa kama unataka kuandika mambo hayo, bila shaka nyote mnajua Yesu, Yohana 14:12 na Yoeli 2:38, Paulo Timotheo wa 2:3, Malaki mlango wa 4 na Yohana mfunuzi Ufunuo 10:17 1 hadi 7. Unaona, ni vile vile ambavyo ingetukia sasa. Na kwa kanisa ni kitu gani? Neno lililofanyika mwili likifanywa mwili miongoni mwa watu wake tena. Nao hawaliamini hilo kamwe. Amina. Sisi tunaliamini hilo. Tunaliamini. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Lo, amina. Waweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Roho yuyo huyo anaishi ndani yako. Yuyo huyo ni neno lililo hai, ni neno lililo hai linaloishi ndani ya bibi harusi wa Yesu Kristo leo. Akasema linafanyika mwili katika mtu, na huyo mtu na huyo ndiye bibi harusi unayetambua. Unasema ati ni mimi? Ndiyo wewe, huyo ndiye sisi tulie. Lo, mimi jina la Bwana. Na kama kweli mnataka kulijua hilo, na kama kweli mnataka kulifahamu hilo, kama mkizichukua kanda hizo na kuzicheza tena, ni nzuri na ziko wazi, zinasikika vizuri. Amina. Hiyo ni ikiwa unataka kujua kweli wewe ni nani. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante Bwana Yesu. Amina. Baba alitaka kuhakikisha. Ndiyo maana tunazo kanda.
ni kwamba yeye alitaka kujua. Haikuwa kwa ajili ya wakati huo. Wakati huo kulikuwa na ufunuo, lakini hivi sasa ndio wakati. Haikufunuliwa kikamilifu katika wakati huo. Hivi sasa inafunuliwa kikamilifu kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Imefunuliwa kwake kumwambia kwa nini yeye alisema mambo hayo, ili tujifunze kanda, ili tuzisikilize kanda. Anasema rudini, ziko wazi. Yeye anafunua, lilikuwa hapo, ziko wazi, lakini liliwapita juu ya vichwa vyao. Lakini huu sasa ndio wakati wenyewe. Haya sasa ndio majira yenyewe. Hawa sasa ndio watu wenyewe. Huu sasa ndio wakati Bwana Yesu. Huu ndio wakati Bwana Yesu. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Mwaweza kubaki mmesimama? Amina. Amina. Kwa nini yeye alilisema hilo? Bwana asifiwe. Bibi harusi hajawa na uamsho bado. Amina. Hakuja kwako na uamsho humo. Hakuja kwako na madhihirisho ya Mungu kumwamsha bibi harusi bado. Mnaona? Tunautarajia huo sasa. Itahitaji hizo ngurumo 7 zisizojulikana kule nyuma kumwamsha yeye tena. Naam, yeye atazituma. Aliliahidi. Amina. Yeye alisema hizo ngurumo 7 zilikuwa nini? Sauti ya Mungu. Ujumbe huu ni nini? Sauti ya Mungu. Kwa hiyo chochote yeye anachofanya, chochote anachofanya sasa hivi, chochote atakachofanya wakati ujao, chochote kile itakuwa sauti ya Mungu. Amina. Amina. Kila kitu tunachohitaji kiko kwenye kanda hizo. Kiko hapo. Hiyo itatupa ile imani ya kunyakuliwa. Ninaliamini hilo kwa moyo wangu wote. Hiyo ni sauti ya Mungu kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Lo, lihimidiwe jina la Bwana. Je, hivi umpendi yeye? Je, unayo shukrani kwa ufunuo wako wa kiroho? Je, unashukuru kwa hilo changamko kwa sababu ya ufunuo huo? Mimi sijali kile ulimwengu unachosema. Nilikuwa nazungumza na wandugu kwa ajili ya kutoka. Unajua watu wengi wanasema, ninacho kitu muhimu ninachotaka kufikia maishani. Hiki ndicho kitu kilicho muhimu kwangu maishani, ni kutimiza hili. Hili ndilo ninalotaka. Hili ndilo ninalotaka. Sijali kwenda mahali popote kuona chochote au kitu kingine chochote Bwana, na kutaka wewe zaidi. Na utaka huo ufunuo halisi moyoni mwangu. Ninataka kuwa mwana au binti wa kweli wa Mungu. Nataka kukutumikia wewe. Na hilo linakuwa jambo halisia tu. Ni kawaida tu. Huna haja ya kusukuma. Je, unalihisi hilo? Unalihisi hilo ni kawaida kabisa tu. Inakuwa wakati mwingine unajisukuma tu mwenyewe. Ni kama ati Lord, nataka kufanya vizuri zaidi. Nataka kufanya hivi na vile. Ni kawaida kabisa tu. Hilo linakuja tu, Bwana lipo hapo. Kilindi kinaita kilindi, Bwana fanya hivyo. Unajidhihirisha tu mwenyewe pamoja nasi. Basi hebu sote na tuvinamishe vichwa vyetu. Nasi tunataka kumkaribisha na kumwambia ni kiasi gani tunampenda, jinsi gani tunavyomshukuru, jinsi gani tunamshukuru kwa yote anayotutendea, kumshukuru kwa yale anayojiandaa kututendea. Yeye anajiandaa kulifunua neno lake kama vile hujawahi kulisikia hapo awali. Siri ambazo zimefichwa nyingi kati ya hizo ambazo zimenenwa lakini bado hazijafunuliwa kwa bibi harusi wake. Ndivyo alivyosema, lakini ni wakati. Alisema kuwa uamsho wa bibi harusi bado tunao. Uamsho Bwana Yesu, uamsho katika neno lako Bwana. Kuna kitu kuhusu hilo anachofanya, na yeye peke yake ndiye anayeweza kulifanya. Hakika ni chakula cha kiroho. Alisema kwa wakati wake alikihifadhi ili kwamba bibi harusi miaka mingi baadaye aweze kuila hiyo maana iliyofichwa. Neno hilo, jinsi shetani anavyojaribu kutuambia daima kumbuka, yeye anarudi, anajaribu kumkandamiza na kukuambia yule ambaye wewe siye. Wewe mwambie kuwa wewe ni nani. La, mimi ndiye. Jambo fulani linatukusanya pamoja, ni neno. Unajua ni kweli. Alisema hiyo ndiyo ishara halisi ya Roho Mtakatifu, kusema amina kwa kila neno. Tunatambua katika siku yetu kwamba yeye amerudi akiishi tena. Alichagua chombo cha kutuletea neno la Mungu lisiloweza kukosea. Tunalitambua hilo. Hilo laweza kutambulika tu kwa njia ya Kristo kuishi ndani, kukaa ndani yako. Ni kwa sababu wewe ulikuwa pamoja naye hapo mwanzo, na sasa yeye anakuita, anazungumza nawe. Nasi tunataka kukukaribisha wewe Bwana Yesu, uje uwe pamoja nasi usiku wa leo. Hakika wewe ni mwema sana kwetu Bwana. Unatutendea kila kitu Bwana. Uliandaa njia pasipokuwa na njia.
Tumejifunza jinsi wewe ulivyokuwa mkombozi wa jamaa yetu wa karibu, Bwana. Hakukuwa na jinsi Yohana alilia kwa uchungu, maana hakukuwa na yeyote aliyestahili kulifanya hilo, lakini kisha akageuka na kutazama akisema, usilie tena Yohana. Na hivyo ndivyo Bwana Yesu anavyoiambia kila moja ya mioyo yenu, msilie tena. Mkombozi wa jamaa yenu wa karibu amekuja. Ameandaa njia ya upatanisho kwa ajili yetu. Yeye ndiye njia, nasi tunaikubali njia hiyo. Tunayo maombi machache sana ambayo yamekuja usiku wa leo. Sikuchukua muda kuyasoma kila moja hayo kwa sababu kunayo baadhi, lakini kilicho cha ajabu tujuacho ni kwamba Bwana kila moja ya maombi haya Bwana anayajua. Yeye anajua ni kitu gani, naye anajua kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo watakuwa pamoja usiku wa leo, na kwamba watakuwa mbele za kiti chake cha enzi. Na maombi haya, maombi ambayo yako nje huko, watu ambao wako katika mataifa mengine, nchi nyingine, ulimwenguni kote, sina haja zao hapa mbele zangu, bali yeye anazijua. Anajua kilicho moyoni mwako wewe uliye mbali huko nje. Anajua kilicho moyoni mwako wewe uliyeketi hapa. Yeye anajua hasa nini haja ya moyo wako. Yeye anajua kile unachohitaji. Unajua kile unachosema, ati ni kama jamani, kama ningekuwa na Bwana asema hivi kama vile Musa alivyokuwa nayo, au kama ningekuwa na Bwana asema hivi kama Elia alivyokuwa nayo. Wewe unayo Bwana asema hivi. Yeye alisema, chochote mtakachoomba kwa jina langu, kama mtaliamini, mnaweza kulipokea. Hiyo ni Bwana asema hivi. Kwa hivyo unaweza kuwa nalo. Liamini hilo. Wewe ni bibi harusi wa Kristo. Liamini. Nasi tunashikilia mmoja kwa mwingine katika maombi. Nasi tunaamini ya kwamba Mungu atayajibu maombi haya. Na kama unalo ombi, hitaji moyoni mwako, lishikilie moyoni mwako. Inua mkono wako useme, Bwana, unajua hitaji langu ni nini. Unajua ni kitu gani Bwana. Na ombi langu kuu Bwana ni kufanana zaidi na wewe Bwana. Ni kufanana tu zaidi na wewe Bwana. Hiyo ndiyo haja kweli ya moyo wangu. Sitaki kitu kingine ila hilo Bwana. Nawe umeifanya njia, nami niko hapa usiku wa leo. Popote nilipo, niko hapa kulipokea hilo Bwana Yesu, kwa maana wewe ndiwe fungu langu. Wewe ni mwema kwangu kwa sababu unajibu maombi. Unaamini atajibu maombi hayo? Unaamini hilo kutoka ndani kabisa ya moyo wako? Unaamini chochote utakachomwomba yeye kwa jina lake atakupa? Basi unaweza kulipokea. Bwana asema hivi, unaweza kulipokea kwa sababu yeye alisema unaweza kulipokea. Tunakushukuru Bwana Yesu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Anajibu maombi, anajibu maombi, anajibu, amina, anajibu maombi, anajibu maombi, yu mwema kwangu. Hebu tumwimbie mara nyingine tena, Bwana Yesu anajibu maombi, anajibu maombi, anajibu maombi, yu mwema kwangu. Asante Bwana Yesu. Wewe umwema sana. Jinsi gani wewe ulivyo mkuu Bwana. Tunakupenda kwa moyo wetu wote Bwana usiku wa leo. Asante Bwana kwa kutukomboa. Asante Bwana kwa imani yako. Ufunuo wa wewe ni nani? Mjumbe wako ni nani yule uliyemtuma katika siku hii? Alafu ufunuo Bwana unaotupa ya kwamba sisi ndiye huyo bibi harusi. Tulikuwa pamoja nawe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana.
Hatuwezi kulisema hilo vya kutosha kwa jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana. Tunakupenda kwa moyo wetu wote. Asante Bwana kwa nafasi hii ya kuisikia sauti ya Mungu mwenyewe ikizungumza moja kwa moja na mioyo yetu Bwana. Bwana, ikitupa urejesho Bwana, urejesho kamilifu kabisa Bwana, kutoka ndani kabisa ya moyo wetu Bwana hadi kwenye mwili mpya ambao tutauingia tu kama vile tu Enoko alichukua tu matembezi Bwana, naye hakurudi tena huko chini. Haleluya Bwana, unatuinua tu juu ya mbawa za tai, nasi tunakushukuru sana Bwana kuwa sehemu yako. Tunakupenda Bwana. Maombi haya yote Bwana, kila mkono ulioinuliwa, kila hitaji liloandikwa Bwana, na kuwaza juu ya hayo anaosikiliza ulimwenguni kote, jinsi gani mioyo yao ilivyoinuliwa mbele zako Bwana. Unawajali watoto wako, haijalishi wako wapi au hali ikoje Bwana. Wewe ndiwe mimi niko aliye mkuu. Wewe ni wakati uliopo Bwana. Na Bwana, nikifikiria nyuma kuhusu Blue Mountain Bwana, ambapo nabii wako alisema walikuwa wakisikiliza jumbe hizi, nayo ile nguzo ya moto ikashuka Bwana, popote watoto wako walipo leo, uwajalie Bwana, na sehemu maradufu imwagwe juu yao Bwana. Tunajikabidhi kwako Bwana Yesu, nasi tunaomba tu Bwana, kama vile ndugu yetu Joseph amekwisha tutangazia ya kwamba tunataka kufanana na wewe zaidi Bwana, nasi tunaomba kwa wingi kuliko yote tunayoweza kuwaza au kuuliza, kwa maana ni sawa sawa na neno lako Bwana. Nawe unaijua mioyo yetu, nasi tunatamani tu kufanana nawe Bwana. Tunakupenda Bwana. Asante kwa nafasi hii kuweza kuwepo hapa katika uwepo huu na kuisikia sauti yako. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Bariki sehemu hii inayoendelea ibada hii Bwana, nasi tunayakabidhi yote kwako Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, amina. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Ninampenda sana, ninampenda sana, ninampenda sana, nampenda sana, yu mwema kwangu. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi mchana huu. Kwa kweli yeye anajibu maombi. Ni wangapi wamechangamshwa na kufurahi kuwa hapa usiku wa leo? Amina. Lo, ninajisikia vizuri tu, nami na ngoja tu kwa hamu kuingia kwenye huo mkutano. Amina. Na lo, ndugu Joseph alipokuwa akisoma nukuu hizo, jamani, nilitaka tu kupaza sauti na kuimba huo. Salamu mfalme Yesu, salamu Emanueli, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, nyota yenye kung'aa ya asubuhi, na milele yote nitamsifu. Amina. Nami nitatawala pamoja naye milele. Lo, ninalipenda tu hilo. Hebu na tuimbe kitikio hicho. Salamu mfalme Yesu, salamu Emanueli, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, nyota yenye kung'aa ya asubuhi, na milele yote nitamsifu, nami nitatawala pamoja naye milele. Salamu mfalme Yesu, lo, salamu Emanueli, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, nyota yenye kung'aa ya asubuhi, na milele
Lo salamu mfalme Yesu, lo salamu Imanueli, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na milele yote nitamsifu, nami nitatawala pamoja naye milele. Jina lako lisifiwe.